Karibu kwenye video yetu ya leo. Hapa kwenye channel ya Online Money, lengo letu kuu ni kukupa wewe maarifa na mbinu za kukusaidia kufanikiwa kifedha kupitia fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye ulimwengu wa kidijitali. Tunafahamu kuwa wengi wanatafuta njia halali na zenye uhakika za kuongeza kipato, na ndiyo maana tumeandaa maudhui haya maalum kwa ajili yako. Tunaamini kila mtu anaweza kufanikiwa, na kwa mwongozo sahihi, safari yako ya kutengeneza pesa mtandaoni inaweza kuanza leo. Leo tutakueleza hatua 5 rahisi za kutengeneza pesa mtandaoni kwa anziaji. Hizi ni njia ambazo hazihitaji uwe na mtaji mkubwa au uzoefu wa miaka mingi. Zinahitaji nia, kujituma na utayari wa kujifunza. Tumechagua njia hizi kwa sababu ni rafiki kwa wanaoanza na zina uwezo mkubwa wa kukuingizia kipato cha ziada au hata kuwa chanzo chako kikuu cha mapato. Tutapitia kila hatua kwa undani, tukikupa maelezo ya kutosha ili uweze kuanza mara moja. Lengo letu ni kuhakikisha unaondoka hapa ukiwa na uelewa mpana na msukumo wa kuchukua hatua. Dunia ya mtandao imejaa fursa nyingi, na kwa kufuata hatua hizi, utakuwa umeweka msingi imara wa safari yako ya mafanikio ya kifedha mtandaoni. Jitayarishe kujifunza, kupata msukumo, na kuanza safari yako ya kubadilisha maisha yako kupitia nguvu ya interneti. Endelea kutazama. Hatua ya kwanza kabisa kwenye safari yako ya kutengeneza pesa mtandaoni ni kujifunza ujuzi mpya. Katika ulimwengu wa sasa unaoenda kasi kidijitali, kuna ujuzi mwingi sana unaohitajika na ambao unaweza kujifunza moja kwa moja kupitia mtandao. Fikiria kuhusu mambo kama uandishi wa makala, usimamizi wa mitandao ya kijamii, ubunifu wa grafiki, utengenezaji wa tovuti, au hata programu za kompyuta za msingi. Kuna tovuti nyingi zinazotoa kozi hizi, nyingine za bure na nyingine za kulipia kiasi kidogo, kama vile Coursera, Udemy, Skillshare na hata YouTube yenyewe ina mafunzo mengi. Kujiongezea ujuzi ni kama kuweka akiba ya maarifa ambayo itakuja kukusaidia sana hapo mbeleni. Usiogope kujaribu kitu kipya, kwani kila ujuzi unaojifunza unafungua milango mipya ya fursa za kipato. Mara tu unapokuwa umejipatia ujuzi fulani, unakuwa na kitu cha thamani cha kuwapa wengine. Ujuzi huu ndio utakaotumia kama msingi wa kutengeneza pesa. Kwa mfano, kama umejifunza ubunifu wa grafiki, unaweza kuanza kutoa huduma za kutengeneza nembo kwa wafanyabiashara wadogo. Kama umejifunza uandishi, unaweza kuandika makala kwa blogu mbalimbali. Muhimu ni kuchagua ujuzi unaopenda na unaona unaweza kumudu vizuri. Kumbuka, mchakato wa kujifunza hauishi. Kadiri unavyojifunza zaidi, ndivyo unavyoongeza thamani yako na uwezo wako wa kutengeneza pesa nyingi zaidi mtandaoni. Wekeza katika elimu yako ya kidijitali, ni uwekezaji ambao utakulipa kwa muda mrefu. Baada ya kujipatia ujuzi au hata kama una shauku na mada fulani, hatua ya pili muhimu ni kuanzisha blogu au tovuti yako mwenyewe. Fikiria blogu au tovuti kama duka lako la kidijitali au jukwaa la kuonyesha ulimwengu kile unachokijua na kukipenda. Hapa ndipo unaweza kushiriki maarifa yako, uzoefu wako, au hata hadithi zako na hadhira pana. Kuanzisha blogu siku hizi ni rahisi sana. Kuna majukwaa kama WordPress, Blogger au Wix ambayo yanakupa zana zote unazohitaji kwa gharama nafuu sana au hata bure kabisa. Unaweza kuandika kuhusu mapishi, ushauri wa usafiri, teknolojia, mitindo, afya au chochote kile kinachokuvutia. Muhimu ni kuchagua mada unayoifurahia ili uweze kuandika mara kwa mara na kwa ubora. Blogu au tovuti yako inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato kwa njia mbalimbali. Mojawapo ni kupitia matangazo, ambapo kampuni kama Google AdSense zinaweza kuweka matangazo kwenye tovuti yako, na wewe ukalipwa watu wanapoyaona au kuyabonyeza. Pia, unaweza kuandika makala za udhamini kwa makampuni fulani, kuuza bidhaa zako za kidijitali kama vile vitabu vya kielektroniki au kozi fupi ulizotengeneza. Zaidi ya hayo, blogu ni mahali pazuri pa kuweka viungo vya ushirika, ambavyo tutaviongelea kwa undani baadaye. Ili kufanikiwa na blogu, unahitaji kuwa na maudhui bora na ya kuvutia, na pia kuwa mvumilivu kwani ukuaji huchukua muda. Endelea kujifunza kuhusu SEO ili watu waweze kuipata blogu yako kirahisi kupitia Google. Hatua ya 3 ambayo ni maarufu sana kwa wengi wanaotafuta kutengeneza pesa mtandaoni ni kufanya kazi za kujitegemea, au kwa lugha ya kimombo, freelancing. Hii inamaanisha unatumia ujuzi wako kutoa huduma kwa wateja mbalimbali bila kuwa umeajiriwa na kampuni moja kwa moja. Kama ulijifunza ujuzi mpya katika hatua ya kwanza, kama vile uandishi, ubunifu wa grafiki, usimamizi wa mitandao ya kijamii, utafsiri, au hata usaidizi wa kazi za ofisini kwa mbali,
Unaweza kuanza kutoa huduma hizi kama freelancer. Kuna majukwaa mengi ya kimataifa yanayounganisha freelancers na wateja kama vile Upwork, Fiverr, Freelancer.com na People Per Hour. Kwenye majukwaa haya, unaweza kutengeneza wasifu wako, kuonyesha sampuli za kazi zako, na kuanza kuomba kazi zinazolingana na ujuzi wako. Uzuri wa freelancing ni kwamba unakuwa na uhuru wa kuchagua kazi unazotaka kuzifanya, muda wako wa kufanya kazi, na hata bei ya huduma zako. Unaweza kuanza kidogo kidogo, labda kwa kufanya kazi chache jioni au mwisho wa wiki, na kadri unavyopata uzoefu na wateja wazuri, unaweza kuongeza idadi ya kazi na hata kuifanya kuwa chanzo chako kikuu cha mapato. Ili kufanikiwa kama freelancer, ni muhimu sana kuwa na mawasiliano mazuri na wateja, kufanya kazi kwa ubora wa hali ya juu, na kukamilisha kazi kwa wakati. Jenga sifa nzuri mtandaoni, kwani maoni mazuri kutoka kwa wateja yatakusaidia kupata kazi nyingi zaidi. Usikate tamaa mwanzoni. Kama ilivyo kwa biashara yoyote, inahitaji uvumilivu na kujituma. Njia nyingine nzuri ya kutengeneza pesa mtandaoni ni kwa kuuza bidhaa au huduma zako mwenyewe. Hapa kuna uwanja mpana sana wa fursa. Unaweza kuuza bidhaa za kushikika au bidhaa za kidijitali. Kwa bidhaa za kushikika, unaweza kutengeneza vitu vyako mwenyewe, kama vile ufundi wa mikono, nguo, mapambo, au hata bidhaa za chakula kama sheria inavyoruhusu, na kisha kuviuza kupitia mitandao ya kijamii kama Instagram na Facebook, au kutumia majukwaa ya e-commerce kama Shopify au Etsy kutengeneza duka lako la mtandaoni. Pia kuna mfumo wa dropshipping ambapo unauza bidhaa za watu wengine bila wewe kuzishika. Wewe unapokea oda na malipo, kisha unaagiza kutoka kwa msambazaji ambaye anamtumia mteja moja kwa moja. Kwa upande wa bidhaa za kidijitali, hizi ni pamoja na vitabu vya kielektroniki ambavyo umeandika, kozi za mtandaoni ulizotengeneza, picha za sanaa za kidijitali, muziki, programu ndogo za kompyuta, au hata violezo vya nyaraka mbalimbali. Uzuri wa bidhaa za kidijitali ni kwamba mara tu unapozitengeneza, unaweza kuziuza mara nyingi bila gharama za ziada za uzalishaji. Mbali na bidhaa, unaweza pia kuuza huduma zako moja kwa moja, kama vile kutoa ushauri na saha katika eneo lako la utaalamu, kufundisha, au kutoa huduma maalum kama vile kutengeneza mipango ya biashara. Muhimu hapa ni kutambua kile unachoweza kutoa ambacho watu wako tayari kukilipia, na kisha kutumia mtandao kujitangaza na kuwafikia wateja wako. Hatua ya 5 na ya mwisho tutakayoizungumzia leo ni kujiunga na programu za ushirika au affiliate marketing. Hii ni njia nzuri sana ya kutengeneza pesa kwa kupendekeza bidhaa au huduma za kampuni nyingine. Unapojiunga na programu ya ushirika ya kampuni fulani, wanakupa kiungo maalum ambacho ni chako pekee. Kazi yako ni kushiriki kiungo hicho na watu wengine, iwe ni kwenye blogu yako, tovuti yako, mitandao ya kijamii, au hata kupitia barua pepe. Mtu yeyote anayebonyeza kiungo chako na kisha kununua bidhaa au huduma hiyo, wewe unapata kamisheni, yaani asilimia fulani ya mauzo hayo. Ni kama kuwa dalali wa kidijitali. Kuna maelfu ya kampuni duniani kote zinazotoa programu za ushirika, kuanzia makampuni makubwa kama Amazon, eBay, hadi kampuni ndogo zinazouza programu za kompyuta, kozi za mtandaoni, au huduma za hosting. Ili kufanikiwa na affiliate marketing, ni muhimu kuchagua bidhaa au huduma unazoziamini na ambazo zinaendana na maudhui yako au hadhira yako. Usipendekeze kitu kwa sababu tu ya kamisheni. Wasomaji wako au wafuasi wako watathamini uaminifu wako. Andika mapitio ya bidhaa za ukweli, elezea faida zake na jinsi zinavyoweza kuwasaidia. Hakikisha pia unaweka wazi kwa hadhira yako kuwa unatumia viungo vya ushirika. Kwa uvumilivu na maudhui bora, affiliate marketing inaweza kuwa chanzo kizuri sana cha mapato ya ziada. Asante kwa kutazama video yetu ya leo hapa Online Money. Tumaini letu kubwa ni kwamba umepata mwanga na maelekezo ya kutosha kuhusu njia 5 rahisi za kuanza kutengeneza pesa mtandaoni. Tumezungumzia umuhimu wa kujifunza ujuzi mpya, kuanzisha blogu au tovuti yako, kufanya kazi za kujitegemea kama freelancer, kuuza bidhaa au huduma zako mwenyewe, na mwisho kujiunga na programu za ushirika. Hizi zote ni njia halali na zenye uwezo mkubwa wa kukuingizia kipato iwapo utaziwekea mkazo na kujituma. Kumbuka, safari ya mafanikio huanza na hatua moja. Chagua njia moja au mbili kati ya hizi tulizozieleza ambazo unahisi zinakuvutia zaidi na anza kuzifanyia kazi. Usiogope kujaribu na kujifunza kutokana na makosa. Mtandao umejaa fursa nyingi, na kwa bidii na maarifa sahihi, wewe pia unaweza kufanikiwa.
Sisi hapa Online Money tupo kwa ajili yako, kukuongoza na kukupa taarifa muhimu zitakazokusaidia katika safari yako ya kifedha. Usisahau kulike video hii kama umeipenda, kushare na marafiki zako ambao nao wanaweza kunufaika na maudhui haya. Na muhimu zaidi, kusubscribe kwenye channel yetu ya Online Money ili usipitwe na video zetu zijazo zenye dondo na mbinu nyingi zaidi za kutengeneza pesa na kukuza uchumi wako. Pia, tuachie maoni yako hapo chini. Tuambie ni njia ipi umeipenda zaidi au kama una maswali yoyote. Asante sana na tukutane kwenye video ijayo.